Je, umewahi kujiuliza kwa nini serikali inaendelea kukusanya kodi zaidi kila mwaka, lakini maisha ya wananchi yanaendelea kuwa magumu zaidi? Na sasa aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti bungeni Ndindi Nyoro ametoa onyo kali ambalo linaweza kubadilisha namna Wakenya wanavyoitazama bajeti ya trilioni 4.8 ya serikali ya Rais William Ruto. Katika video hii tutachambua kauli zake moja baada ya nyingine, tutatazama video zake muhimu na kuelewa kwa nini amesema Kenya inaelekea njia hatari, huku wananchi wakibeba mzigo mkubwa wa kodi na madeni. Karibu sana hapa Mizuka Media. Mjadala mkubwa umeibuka nchini Kenya baada ya mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro kutoa ukosoaji mkali dhidi ya makadirio ya bajeti ya mwaka wa fedha mwaka 2026-27. Ndindi Nyoro ambaye aliwahi kuongoza kamati ya bajeti bungeni amesema kuna mambo makubwa ambayo yanapaswa kuwapa wasiwasi wananchi. Lakini je, anamaanisha nini na kwa nini kauli zake zimezua mjadala mkubwa nchini Kenya? Hebu tuanze. Ndindi Nyoro alianza kwa kauli nzito ambayo imewashangaza wengi. Mbunge huyo alisema kuwa chini ya uongozi wa Rais William Ruto, Kenya imeanza kusonga nyuma badala ya kusonga mbele. Kwa mujibu wake, wananchi wengi wanahisi mzigo mkubwa wa maisha huku fursa za kiuchumi zikiendelea kupungua. Kauli hii ni nzito sana kwa sababu inatoka kwa mtu ambaye aliwahi kuwa sehemu ya mfumo wa serikali na ambaye kwa muda mrefu alionekana kuwa mshirika wa karibu wa Rais William Ruto. Kwa hiyo wakati mwanasiasa wa aina hii anapoanza kuzungumzia kurudi nyuma kwa nchi, wananchi wengi huanza kujiuliza, je, kuna jambo kubwa linalofichwa au ni dalili kuwa hata viongozi wa ndani wanaanza kuona changamoto ambazo wananchi wamekuwa wakilalamikia kwa muda mrefu? President Kibaki alikopa 1.2 trillion. Meaning per year alikuwa nakopa 120 billion on average. President Uhuru alikopa 7 trillion. So in a year it was around 700 billion. Now we are borrowing around 1.2 billion, 1.2 trillion per year. So the reflection I want us to have as Kenyans. Wakati Kibaki alikuwa nakopa hiyo kidogo hivyo, ndio of course tulipata masomo sisi na wewe kwenda shule bila malipo. Na tukaona miundo msingi ambazo tunazivunia kwa sasa. Meaning you can still borrow less and still develop. Kwa sababu gani? Ukiangalia vile mapato ilikuwa inaenda juu, ama the trade of the revenue. President Kibaki alipata revenue yetu ikiwa 200 billion. Akitoka miaka 10 alikuwa ameifanya times 5. Ilikuwa karibu trilioni 1. President Uhuru na akatoa from 1 trillion to around 1.8 trillion miaka 10. That's 80% in 10 years. Ukiangalia kwa sasa the growth in revenue is even slower. So it tells you one thing, that fundamentally there is something we must do about the economy. Lakini hoja kubwa ilikuja pale ambapo Ndindi Nyoro alianza kuvunja bajeti yenyewe kwa namba. Hapa ndipo mjadala wa trilioni 4.8 ulipoanza kupata uzito mkubwa. Kwa mujibu wake, sehemu ya fedha zinazopangwa kutumika hazipo kabisa. Na hapa ndipo wananchi wengi walishtuka. Ndindi Nyoro anasema kati ya trilioni 4.8 zinazopangwa kutumika, trilioni 1.1 ni fedha ambazo serikali italazimika kukopa. Swali kubwa linakuwa ni je, madeni haya yatarejeshwa na nani? Na yatakuwa athari gani kwa kizazi cha sasa na kizazi kijacho? Kwa kawaida serikali inapokopa zaidi huongeza shinikizo la mapato, kodi na gharama za kuhudumia deni. Ndio maana hoja hii imevuta hisia za wananchi wengi. Lakini kama kiongozi naweza sema ya kwamba hii bajeti ya trilioni 4.8, kama kiongozi kuna mambo nikitazama tunaweza fanya, pengine tuifanye kwa ubora zaidi. Na pengine one of those things you allow me to highlight. Kwa hii bajeti ya 4.8 trillion, nini hiyo tunaogelea? Bajeti unajua kuna pahali ya pesa kuingia na pesa kutoka. The revenue side and the expenditure side. Katika hii bajeti, the revenue side, pesa kuingia, number one of course inakuwaga ni kodi, tax, ordinary revenue. Ya pili inakuwaga ni kitu inaitwa A&A. Ambayo pengine unaenda katika ofisi fulani ya serikali, kama university unalipa fees. Bado hiyo huwa inahesabiwa kama revenue ya serikali, hata kama inatumika pale pale. Inaitwa expenditure at the source. Na kuna grant, lakini kwa ile reason nimefanya niweke that distinction, ni hii ya mwisho na peana, ambayo inaitwa deficit ama deni. Tunatarajia katika hiyo bajeti ya 4.8 trillion, trilioni 1.1 ni bajeti ambayo tumeweka kutumia, lakini pesa haiko. So hiyo ni pesa tunatarajia kukopa. Na pengine hapo ndio tunafaa tuangazie zaidi kama Kenya,
The biggest existential threat our country faces now ni kitu inaitwa national debt. And without casting any blame to anyone, this is an issue we must be able to look at head on. Kwa sababu kama tutachelewa kuiangalia, then hii jambo inaweza letea uchumi wa Kenya. Lakini kuna nimezungumza na mwenyekiti Ninyora akasema kwamba kwa kweli ukiangalia katika bajeti ya trilioni 4.8, lakini pesa nyingi inakwenda kulipa madeni ya serikali iliyotangulia. Kwa hiyo wanasema kwamba wamelazimika, si kwamba wanafanya kwa sababu wanataka, lakini wana mzigo mkubwa wa deni ambao lazima. Baada ya kuzungumzia madeni, Ndindi Nyoro alipendekeza njia ambayo anaamini inaweza kupunguza mzigo kwa wananchi. Anasema kuna maeneo ambayo matumizi yanaweza kupunguzwa kabla ya serikali kufikiria kuongeza kodi au mikopo mipya. Hapa Ndindi Nyoro anaonekana kusisitiza jambo moja muhimu sana, ya kwamba badala ya kutafuta fedha zaidi kutoka kwa wananchi, serikali inapaswa kwanza kuangalia matumizi yake yenyewe. Hoja hii imekuwa ikitolewa na watu wengi wanaojua uchumi duniani. Wanadai kuwa kabla ya kuongeza kodi, ni muhimu kwanza kuhakikisha matumizi ya serikali yanatoa thamani halisi kwa wananchi. Kwa sababu tunaangalia uchumi wote. For Kenyans to have a better life, more incomes, to reduce poverty levels, tunaangalia uchumi kiujumla. Na uniruhusu niseme mambo machache. Ya kwanza, tunaweza aje punguza deni. Hii deni ni kubwa sana. What can we do to stop even digging the hole deeper? Ya kwanza ni kuangalia katika bajeti ni mambo gani ambayo iko Kenya inaweza katakata. Kama vile nilikueleza, tulikata bilioni 300 ile supplementary ya 2022. Na kuna kuanga na low lying fruits. Ya kwanza, ukiangalia bajeti kuna bilioni za pesa imewekewa viongozi wa kiserikali traveling outside of the country. Na sio wale tu tunaona, wafanyikazi wa serikali wenyewe pia. Ni vizuri tujue ya kwamba huu sio mwaka wa kufanya jambo kama hizo. Tukate hiyo bajeti ya foreign travel. Kuna bajeti inaitwa operations and maintenance. Na hapo kuna bajeti ya kitu inaitwa hospitality. Hospitality ni hii, ukienda ofisi ya serikali, kuna chai, kuna sausage, kuna madazi. Kama Wakenya wenyewe wako na shida ya kununua hizo bidhaa, ni vizuri hata sisi kama viongozi wote kiujumla tukate hizo bajeti. Jambo lingine ambalo pengine umeziangazia juzi kwa news. Tumeona ofisi moja hapa Kenya inatumia 2.6 billion shillings outside of the law in 6 weeks. Ebu angalia hizi ofisi kubwa from before 2022 walikuwa wanatumia pesa ngapi? Na nitakupea moja. Ukiangalia ofisi ya Uhuru Kenyatta, bajeti yake ya ofisi yake hiyo wakati ilikuwa 4.5 billion shillings. Sasa tunaongea bajeti inaenda kufika 20 billion shillings. Ni vizuri tuangazie hayo, tuone ya kwamba some of these things are not priority. Tukata hizo kwanza. We reduce the size of the budget, we reduce the size of the debt. Jambo lingine kwa hiyo deni. Our economy is around 15% formal. All the others is informal. Around 85% informality. And especially on the employment segment. What kind of incentives can we give to the informal sector to formalize? Kwa sababu unajua kuokota kodi inakuanga rahisi in a formal setup. So how can we give incentives to the informal businesses to formalize? Na jambo la tatu kwa hiyo story ya deni, na ndio ya mwisho kwa kwa madeni. Kenya lazima fundamentally tubadilishe uchumi wetu. For a long time agriculture ndio msingi wa uchumi. How the economies grow, you still grow this agriculture, but you also grow other sectors faster than agriculture. Because unajua agriculture is associated with low productivity. Ukiangalia wazazi wetu wakifanya kazi kule mashambani, kitu wana mapato yao iko chini. Kwa sababu agriculture is associated with low productivity. So nchi mingi vile wanafanyanga, you keep on investing in those traditional sectors, but it is important for us to have deliberate policies on growing the non-traditional ones that have higher productivity. Na haswa manufacturing ile kawaida ambayo tumeweza kuzoea, mazao ambayo tunayapanda tujaribu kupanda mazao mengine tofauti.
Lakini sehemu iliyozua mjadala mkubwa zaidi ni pale Ndindi Nyoro alipodokeza kuwa fedha nyingi zimejikita katika ofisi kubwa za kisiasa na matumizi ambayo yanaweza kupunguzwa. Kauli hii imeibua mjadala mkubwa mitandaoni, na hii ndio sehemu inayogusa moja kwa moja mjadala wa uwajibikaji na matumizi ya fedha za umma. Ndindi Nyoro anaamini kuwa baadhi ya matumizi yanaweza kupunguzwa na fedha hizo kuelekezwa kwenye maeneo yenye athari ya moja kwa moja kwa wananchi kama ajira, afya, elimu, miundombinu na uendeshaji wa biashara ndogo. Na hapa ndipo mjadala mkubwa unaanzia. Je, kweli fedha nyingi zinatumika kwenye sehemu zisizo kipaumbele au serikali na sababu zake za kupanga bajeti kwa namna hiyo? Seen in news on news yesterday that the big offices in Kenya and especially spent around 2.6 billion shillings in 6 weeks outside of the law, actually outside of what was already appropriated by parliament, meaning that a lot of budget is being concentrated on the big offices. And basically now being 2026, your guess is as good as mine that we can reduce a lot of money budgeted already for campaigns. Campaign money is usually budgeted for in the big political offices, but also in other confidential votes, which we can reduce and reallocate that money into priority areas which we may talk about later. Kwa vyovyote vile, kauli za Ndindi Nyoro zimefungua mjadala mkubwa ambao huenda ukaendelea kwa miezi kadhaa ijayo. Kwa mara nyingine tena, swali kubwa linalobaki ni je, tatizo la Kenya ni kukosa fedha au namna fedha hizo zinavyotumika? Na wewe una maoni gani? Je, unaunga mkono hoja za Ndindi Nyoro kuhusu bajeti ya trilioni 4.8 au unaamini serikali ya Rais William Ruto iko kwenye njia sahihi? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.